Shule ya msingi ya Evojo inayopatikana katika eneo bunge la Sabatia, kaunti ya Vihiga, imefungwa kwa muda baada ya mwili wa binadamu kupatikana umetupwa katika mojawapo ya vyoo katika shule hiyo. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Sheldon Asahulu, licha ya kwamba mwili huu ulipatikana ama uligunduliwa kuwepo katika choo hicho siku ya Jumatatu, kutolewa kwa mwili huo kumefanyika leo kutokana na kutokuwepo kwa vifaa vinavyostahili kutekeleza shughuli hiyo. Siku moja baada ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi Evojo kuzikwa, shule hii iliamkia msiba mwingine siku ya Jumatatu baada ya kugunduliwa kwa mwili wa mtu asiyejulikana katika shimo la choo cha shule hiyo. Jana tu ndio tulikuwa tumeresume shule baada ya kuzika mwalimu wetu mkuu, na wakati tulifika hapa saa 1 kamili tulikuwa tushafika. Watoto wamejiandaa wako darasani for remedial lessons. Mtoto akaenda kujisaidia, akaja akatupea ripoti kwamba ameona kichwa cha mtu kwenye choo pale. Uwepo wa mwili huo uligunduliwa na mwanafunzi na umezua taharuki miongoni mwa wanafunzi na walimu katika shule hii, ikilazimika kufungwa kwa muda usiojulikana. Watoto wako chini sana emotionally, walikuwa wamezika tu mwalimu wao mkuu, hawajapona. Walimu nao pia wako chini sana. Kwa hivyo kitendo kama hiki sisi tunakilaani, tunasema mtu kama mambo kama haya hangefanyikiwa mbali sana na shule. Hatujui kama hawa watoto watarudi shule, hatujui kama wakirudi masomo yao itakuwaje hapa. Sasa tunahuzunika sana kwa sababu watoto hawakusoma last week, tena leo hawajasoma kwa sababu ya hiki tukio yenye imefanyika leo. Hiki hapa Evojo waweke maombi kwa sababu tunahurumia wanafunzi wa Evojo. Imesababisha hata hatuna choo katika hii shule. Sijui hii shule itaendelea aje. Wanafunzi wanafaa kuja kesho, watatumia nini kama choo? Tunaomba serikali na tunaomba hata mbunge wetu asimame nasi asaidie shule kupata choo. Kulingana na Peter Mbua ambaye ni OCPD wa kaunti ndogo ya Sabatia, huenda marehemu aliuawa sehemu nyingine kabla ya mwili wake kutupwa katika choo cha shule hiyo. Hadi sasa baadhi ya sehemu za mwili za mwenda zake hazijulikani zilipo. Mwili imekaa kama siku 2-3 hivi, but ilikuwa mutilated. Kama tungepata mwili yote ndio unaweza sema hii ni ya mwanaume ama mwanamke, but ni mtu kadri wa miaka 18 to 23 hapo, na wahakikishia tutampata. Niko na disi ya hiyo hapa, na uchunguzi umeanza. Tulipata mguu imekatwa, imewekwa kando, mguu wengine kando, mikono miwili kando, kichwa kando, na matumbo kadhaa, na sehemu zingine za mwili kama mgongo na kifua zikupatikana. Shughuli za kuondoa mwili huo zilicheleweshwa kwa zaidi ya masaa 24 kutokana na ukosefu wa vifaa, kidole cha lawama kikinyoshewa serikali ya kaunti ya Vihiga kwa kujikokota kushughulikia majanga ya dharura. Mimi jana usiku saa 4 za usiku naona kwa mtandao kumbe mwili hauku umetolewa. Mimi nimechukua 1 hour usiku kupata excavator ya kuja kutoa huu mwili hapa. Lakini county government mzima the whole of yesterday masaa 12 walishindwa kupata excavator ya kuja kubomoa na mwili kutolewa kwa choo. Sasa mimi nashangaa. Individual person na county government gani yenye inafai kuwa na mkono mrefu ya kuweza kudeal na emergency? Kisa hiki kimelaaniwa na wakazi na viongozi wa eneo hilo ambao wametaka uchunguzi wa haraka kufanywa, huku sehemu zilizokusanywa za mwili huo zikihifadhiwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya kaunti ya Vihiga. Kwa hivyo sisi tungependa kuomba Ministry of Education iweze kuchukua hatua ya haraka, kwa sababu sisi tumekuja hapa tunapata shule hata haina fence. Waweze kufanya hatua ya haraka tuweze kupata fence katika shule hii. Tunatuma ujumbe kwamba kama kuna mtu ambaye amepoteza mtu yake ataweza kutueleza, alafu tumuelekeze aende kuchunguza hizo vipande za mwili ambazo zimepatikana kwa choo. Nikiripotia West TV kutoka shule ya msingi Evojo eneo bunge la Sabatia, kaunti ya Vihiga, naitwa Sheldon Asahulu.